There is a God who hears all our prayers. Yes, there is a God who answers. There is a God in heaven who hears all of our prayers. Oh, there is a God in heaven who answers all of our prayers. Whenever we pray, He hears and He answers. Whenever we pray, He hears all of our prayers. Yes, He hears. He sees all that is hidden in secret. He hears you when you call. Keep calling Him, He will answer you. Oh, hallelujah. Yupo Mungu mbinguni, asikiaye maombi yetu. Oh, yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Oh, Baba, tunapoomba asikia, anajibu. Bali tuweze na kuyazingatia, kuyafuatilia na kuyatia mkazo katika nafsi na katika maisha yetu. Waliotutangulia katika huduma wanajua na wanachagua ya kwamba walio wote wanaonyenyekea na walio wote wanaomtumainia Baba na Mungu wetu azidi na kutenda mema. Yale mambo tunajifundisha ni the pillars of salvation, yaani yale mambo tunastahili kuyazingatia ndani na katika nafsi na katika maisha yetu, aliposa kusudi la kiungu na mpango wa Mungu ukazidi na ukaendelee na kutimizwa ndani na katika nafsi, ndani na katika mawazo, ndani na katika nia zetu, na ndiposa ushindi wa Bwana na mapenzi ya Bwana yakazidi na kutimia. Kristo alikuja akaleta ufalme, na huu ufalme uko na kanuni zake, ufalme uko na tabia zake, ufalme uko na mienendo yake, ufalme uko na kiwango chake, ufalme uko na lifestyle, ufalme uko na habits, ufalme uko na standards, ufalme uko na commitment, ufalme uko na devotion, ufalme uko na level of giving. Bwana asifiwe. It is not just a kingdom, but a kingdom that has a standard. Na wakati tunapoelewa vile, basi tunapoingia kwenye ule ufalme, kuna mambo lazima tuzingatie na ndiposa tukaweze kuhesabika. We stand to be counted, to be members of that kingdom. When you take a kid to school, lazima unampeleka na uniform that color. Yaani uniform, umpeleke na uniform yoyote, unampeleka na uniform inafanana na wale wengine. Na akifika mahala pale, na ndiposa ahesabike kuwa mtoto wa ile shule, lazima alipiwe karo. Kutoka pale anaambiwa ya kwamba hizi ndizo sheria za kuzingatiwa katika shule yetu, na kana kwamba mtoto wako atashindwa kuyazingatia, basi anaambiwa ya kwamba aende shule nyingine atapata iko na zile tabia, zile mienendo angetaka kufuata. So when we come to the kingdom of God, we make a choice. Tulianza with one of the pillars, tulianza the pillar of love, tukakuja the pillar of change. Lazima tuwe na mabadiliko, vile tunavyochukua mambo, vile tunavyofanya mambo, vile tunavyowaza mambo, vile tunavyoona mambo, the perspective, tuweze kuona mambo vile Bwana anavyoyaona. Wiki iliyopita we were going through about the choices. Ni yale mambo nilikuwa Bwana alikuwa ameniachilia katika nafsi yangu, haikuweza na
kuisha. Kwa hivyo siku ya leo tunaendelea with choices, na tukaangalia jambo la kwanza, choices have consequences. Tukaangalia mtumishi wa Bwana alikuwa anaitwa Elimeleki in the book of Ruth chapter 1. Aliondoka na akaenda kwa kufanya uamuzi wa kuondoka na kuenda Moabi. Mungu akamhesabu tayari yeye ameondokea neema yake, basi akafika pale. Jambo lile tunasoma mstari wa kwanza, wa pili akafa. Mstari wa tatu tayari alikuwa amekufa. Kwa sababu gani? Alikuwa amepiga uamuzi kinyume na kusudi na mpango na utaratibu wa Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo brethren, wacha niwaambie ndugu na dada, yale uamuzi tunayofanya katika nafsi na katika maisha yetu, uamuzi tunayoyafanya, it determines kana kwamba we gonna live or we gonna die. It determines kana we gonna live spiritual or we gonna live carnal-minded. It determines whether we are heavenly or we are earthly in the things that we do deep down in our lives. Elimeleki akaondoka na Naomi, na kwa sababu haikuwa kusudi, haikuwa uamuzi wa Naomi, basi Naomi akaokolewa na Mungu. Hata kana kwamba alienenda, Bwana alifanya hata kufa. Jambo la pili, tunaona watoto wake wawili Gideoni na Mahlon wakaweza na kaoa wasichana wa Moabi kinyume na utaratibu wa Mungu, tena wao wakafa. Uamuzi, choices have consequences. There can be a negative consequence or tunaweza kuwa na positive consequences. Mtumishi wa Bwana tukaangalia kwa ya mtumishi wa Bwana, yeye alikuwa anaitwa Abraham. In the book of Genesis chapter 12 from verse 1, akakubali kupiga a positive choice, uamuzi ulio unaandamana na makusudio na mpango wa Bwana. Na kile kilitendeka, basi yeye aliweza na kuhesabika kuwa baba wa imani, na yeye alikuwa mwanzilishi wa taifa la Israeli, na atakuwa ndiye baba wetu wa imani, kwa sababu Biblia inasema in the book of Hebrews chapter 11, he was looking for a city and a builder is God. So choices have positive consequences and may have a negative choices. Jambo la pili tuliweza kuangalia, choices, they create opportunities. Choices create opportunities. Tukaangalia ya kwamba basi choices la kwanza, Naomi ameenda kule na Gideoni na Mahlon wamekufa na baba yake Elimeleki amekufa, lakini Ruth tukaangalia wakati aliamua kufuata Naomi warudi naye Bethlehem, Biblia inasema ya kwamba basi na akahesabika na akaweza kukubalika na kutimiza viwango za Mungu za kuwa mnyanya ama the grandmother of Jesus Christ. Chike alikuja kutokana na watu walikuwa wamelaaniwa mpaka uzao wa 10. Lakini wakati alikubali na akafuata Naomi, choices create opportunities, na akakubalika kwa sababu walikuwa wanauliza nani atakuwa the grandmother of Jesus Christ, nani atapiga uamuzi ulio mzuri na wa busara, anikosa ahesabike kuwa the grandmother of Jesus Christ. Opa was also a candidate, Ruth was also a candidate, lakini uamuzi wanaofanya ikafanya Opa asaurike naye Ruth akubalike milele daima, na katika lineage of Jesus Christ tunakuta Ruth ako mahala pale. Choices create opportunities. Jambo lingine tunataka tukaweze kuangalia mchana wa siku ya leo ni jambo lile ya kwamba choices that we make, choices can have irreversible or reversible consequences. Yaani uamuzi mwingine tunaweza kufanya unafanya kuweze kuwa na mambo isiyobadilika milele, na ina nyingine
kubadilika. Choices have irreversible or reversible choices. Choices can have a permanent change, a permanent trajectory. Let's go in the book of Genesis chapter 27. Irreversible consequences in our lives. Choices can have irreversible. Choices can have irreversible choices that are reversible or give us a permanent change in our lives. In the book of Genesis chapter 27, tuweze kuangalia mtumishi wa Bwana alikuwa anaitwa Isaac. The Bible says from verse 26, then his father Isaac said to him, come. Let's start from verse 19. Jacob said to his father, I'm Esau firstborn. No, let's start from verse 18. So it went to his father and said, my father, and he said, here I am. Who are you, my son? Jacob said, I'm Esau, your firstborn. I've done as you told me. Praise, arise, sit and eat for my gain, that you may bless me. That is where there was the issue of blessing. But when you go to verse 1, Genesis 27 verse 1, now it came to pass, verse 1. Now it came to pass, when Isaac was old, and his eyes were so dim that he could not see, that he called Esau his older son, and said to him, my son, and he answered him, here I am. Verse 2, then he said, behold, now I am old, and I do not know the day of my death. Now therefore, praise, take your weapon, your quiver, and your bow, and go out to the field and hunt game for me, and make me savory food, such I love, and bring it to me, and I will eat, that my soul may praise you before I die. This is an opportunity to change a trajectory, to change something that is irreversible in a generation. And what is happening is now, Isaac is old. Na wakati umewadia ya kubabanua nani atakuwa mkubwa kwa yule mwingine, nani atakuwa akiwa mlango wa baraka za mwingine. Changing a trajectory in a generation. The choices that we make, they make a trajectory that we cannot reverse in that entire generation. And it can be unfortunate when it comes when you change the trajectory of the generation until when Jesus comes back. You go and check in the book of Joshua, the Bible says that when Joshua had demolished the city of Jericho, he said what? And no one to build again Jericho. And if he dares build Jericho again, he shall offer his firstborn as a sacrifice to build the walls, and the lastborn as a sacrifice to build the gates of Jericho. 400 years. It came by in the king of Ahab, that one of his kings said that they are going to build the city of Jericho. Then he was told, can you check in the books what it was written by Joshua? Joshua had changed a trajectory, but somebody came and was daring enough to change the trajectory. Brethren, there are some choices that we make. They may change a trajectory of a family to generations until Jesus comes back.
And then there are some other choices that we make. They can be nullified by somebody who is ready to offer a greater sacrifice. Oh my. So Adam made a choice. That is in the book of Genesis chapter 3. Chapter 3. Adam made a choice. Akaambiwa ya kwamba choices is not today they are coming. Uamuzi sio siku hizi tunaanza kupiga uamuzi. Ilianza kutoka kitabu cha Mwanzo. Biblia inasema ya kwamba wakaambiwa ya kwamba mnaweza kula miti ingine yote, lakini ule mti wa hekima msikawahi kula. Don't even decide to eat from it. It was a choice. God, Mungu hakuna wakati atatutawala kwa lazima. Anakoja kupiga uamuzi wa kumtumikia. Hapa Isaac tunaona yeye wakati wake wa kuachilia baraka umefika. Na ikosa sasa mstari wake wa 18 tunaona sasa Yakobo, kwa sababu tayari Esau alikuwa amemwachia urithi wake kwa sahani ya chakula. Kwa hiyo sasa yeye akapanga vile atachukua baraka za ndugu yake. Na basi mstari wake 27, and came near and kissed him, and he smelled the smell of his clothes, and blessed him, and said, surely the smell of my son. Verse 27, Genesis 27. Surely the smell of my son is like the smell of the field, which the Lord has blessed. Therefore, may God give you of the dews of heaven, of the fatness of the earth, and plenty of grain and wine. Let people serve you, and nations bow to you. Be master of your brother, and let your mother's son bow down to you. Cursed be everyone who curses you, and blessed to be to those who bless you. Now, the most dangerous thing in life is that a blessing, once it is released, it is irreversible. Whether you release it to the wrong person, it is irreversible. And it was released to the wrong person. Why? Because this person alikuwa amefuatilia na anajua yale mambo yanatendeka. As I was going through this verse, nikatambua nikaelewa ya kwamba the choices are determined by our level of revelation. Jacob had a deeper revelation that whoever the Father blesses, yule baba yangu atakaye bariki, haitawahi, hakuna jambo lolote linaweza kureverse that blessing. Choices are determined by our level of revelation. Unaona, mama yake Rebecca alikuwa ameambiwa ya kwamba even before the kids were born, akaambiwa ya kwamba yule mtoto wa kwanza mtoto wa pili atatumikia mtoto wa kwanza. That the younger will be a master to the older. And exactly that. So Rebecca had a revelation na hakuwa ameambia bwana yake. Na ni kweli hakumwambia kwa sababu kana kwamba angemwambia basi Isaac hangekuwa na sababu ya kumwambia Esau kuja nikubariki. Na kwa sababu choices are determined by the level of our revelation, basi lazima Rebecca akepanga vile Yakobo akebarikiwa. And because some choices are irreversible, basi wakati alimaliza kumbariki naye Esau akaingia. Bible says, so now it happened as soon as Isaac finished blessing Jacob, and Jacob has scarcely gone out from the presence of Isaac his father, that
his hunting. He said, he also made a sacred food and brought it to his father, and said to his father, let my dead father rise up and eat of his son's game, that your soul may bless me. And father Isaac said, to him who are you? To him who are you? So he said, I am your son, your firstborn Esau. Then Isaac trembled. He trembled. Yani anajua ya kwamba what I have done is irreversible. Bwana asifiwe. Some choices have irreversible consequences in our lives. Baba yake ni mzee, hata haoni, lakini anajua ya kwamba ile uamuzi amefanya, it is irreversible. We will be saying the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Esau. Lakini sasa it is the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Kwa sababu alitambua ya kwamba kile kimetendeka, it is irreversible in the spiritual realm, even in the physical realm. So the father trembled. The father trembled exceedingly and said, "Go, where is the one who hunted game and brought it to me? I ate of it before you came, and I blessed him. And indeed, he shall be blessed. And indeed, hata nifanye nini mimi baba, hata nijaribu kubadilisha, ni kwa hakika amebarikiwa." Bwana asifiwe. So mambo yale tunayotenda katika maisha, yale mambo uamuzi tunafanya katika maisha, it will have a consequence that is irreversible in our generation, may have a consequence that is irreversible until Jesus comes back. Bwana asifiwe. Ati yale uamuzi alifanya, na anasema ya kwamba kwa kweli amebarikiwa, hata kana kwamba mimi baba, I cannot change what I already said. Yule amebarikiwa, na yule basi wa pili anakuja, kuna mambo anaweza na kumwambia. When Esau heard the words of his father, he cried an exceedingly great and bitter cry. He said to his father, "Bless me also, O my father." But he said, "Your brother came with the deceit and has taken away your blessing." And Esau said, "Is it not right in him called Jacob? For he supplanted me these 2 times. He took away my birthright, and now he has taken away my blessing." And he said, "Have you not received a blessing for me?" Then Isaac answered and said to him, Esau, "Indeed I made him your master." Irreversible consequences, not in this generation, and it is forevermore until Jesus comes back. Not when Jesus came, until when Jesus comes a second time. It is irreversible. Indeed, I made you your master, and all his brethren have given, and his brethren have given to him as a servant, with grain and wine as a steady. What shall I do now for you, my son? And Esau said to his father, "Have you only one blessing?" "Yes, one blessing." "Yes, you have only one blessing." "My father blessed me also." "Oh, my father." And Esau lifted up his voice and wept. Then Isaac, his father, answered and said to him, "Behold, your dwelling shall be of the fatness of the earth, and of the dew of the heavens from above. By your sword you shall live, and you shall serve your brother. And it shall take to pass, when you shall become rested, that I shall break his yoke from your neck." And even today, he is still trying to break that yoke. And I don't know where, because there will be nowhere else will be called Israel. He'll never become the Israel nation. He'll never, even if he does what, even if he offers what kind of sacrifice, he still remains
He still remains not of Israel. Israel is Jacob. It is permanent even until Jesus comes back. Even if he does what? It is only he can able to remove the yoke. Ataweza kuondoa nira asimtumikie, lakini hatakuwa Israel. Some choices have permanent consequences. Kwa hivyo ndugu na dada, mambo yale tunayoyatenda katika maisha yanaweza kuwa ya kwamba hatutapata nafasi nyingine. Ukisoma katika kitabu cha Ibrania sura yake ya 12, tunaona hapo Esau amenakiliwa vizuri, kwa sababu wakati alijaribu kutafuta zile baraka kwa machozi, Biblia inasema ya kwamba hajaweza kubadilisha yale Bwana alikuwa ametenda na yale Bwana alikuwa amefanya. Biblia inasema hiyo sura yake ya 12 mstari wa 14. Biblia inasema ya kwamba pursue peace with all people and holiness, without which no one will see God. Looking carefully, lest anyone feel short of the grace of God, lest any root of bitterness spring up, cause trouble, and by this maybe become defiled. Lest there be any fornicator or a profane person like this, who for one morsel of food sold his birthright. For you know, verse 17, afterward, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected, for he found no place for repentance, though he sought it diligently with the tears. He sought kupata nafasi kubadilisha ile uamuzi alikuwa amefanya. Uamuzi wa kufanya mambo duniani, tunapokosa liberation ya Mungu, tunapokosa ufunuo wa Mungu, tunapokosa mwelekeo wa neno la Bwana, tuna uamuzi tunaweza na kufanya, na hatutaweza kupata nafasi nyingine kuyabadilisha ama kuyaondoa, kwa sababu tayari tumechukua mwenendo mwingine badala ya mwenendo mwingine. Consequences have some irreversible consequences in our generation. Bwana asifiwe. Amen. Yani kuna uamuzi, another thing that you got to write down, at consequences have some effect in our generation, in our times in this world. Kuna uamuzi tunafanyia kizazi chetu. A whole generation. Abraham kukubali kuondoka, alifanya uamuzi, change the trajectory of the entire biblical history. He changed the entire biblical history kwa kukubali kuondoka. Hata Abraham alikuwa watu wa kawaida, alikuwa watu wa mataifa. Uamuzi unayofanya kubadilisha whole generation, a whole generation, until when Jesus comes back. Tujiulize ndugu na dada, yale mambo tunayopitia ni uamuzi upi tunaofanya? Kwa sababu tunapokosa kufanya uamuzi ulio na hekima, uamuzi hautokani na Mungu, kuna mambo inaweza kutendeka ndani na katika nafsi na maisha yetu, iweze na kubadilisha an entire trajectory of our entire life. Angalia mtumishi wa Bwana, yeye alikuwa anaitwa Eli. Wakati alikosa kutambua uamuzi anaofanya, alibadilisha trajectory. Wao walikuwa wameaminiwa kuwa wakuhani milele na milele daima, lakini Mungu anasema nini katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 2? Anasema hivi, hiyo mambo nimeyaondoa, na sasa kile nitakachotenda, walio wako kutoka uzao wako Eli watakuwa wakienenda kuomba kazi ya kufanya, hata kana kwamba nyinyi ni Walawi, hata kana kwamba ni Levaita, mtakuwa mkiuliza ni kazi gani mtafanya ndani katika nyumba la Bwana, na mtakuwa mkilipwa na maganda ya mkate. Kwa sababu gani? Uamuzi Eli alifanya wa kuheshimu watoto wake badala ya kuheshimu Mungu aishe milele, badala ya kusimama na neno la Bwana, akafanya uamuzi ukafanya aondolewe yeye na uzao wake, hata siku moja wote wakafa. Bwana asifiwe. Uamuzi tunaofanya katika ndoa, uamuzi tunaofanya katika familia, uamuzi tunaofanya kwa sababu ya
maamuzi tunaofanya katika kazi ya mikono yetu. It changes the trajectory. It changes the whole of the business driver and the business will come to an end. William Colgate made a decision, not just doing a business, but doing a business with the covenant with the Lord. Not just doing a business, but a business anchored in the word of God. But doing a business anchored in the purposes of God. Doing a business anchored in the word of God. What happened? William Colgate, the company now is 250 years and is still going. Why? Because he made a decision to do business in accordance to the purposes, to the agenda and the covenant of the Lord in his time and generation. Bwana asifiwe. The choices we make in the kind of career that we make, the choices we make in the profession that we make, the choices we make in our marriage life, it changes the trajectory. It changes the trajectory. Someone who was blessed when he decides just to marry anybody. Bwana asifiwe. Because the devil knows. The devil knows. Anaweza kuchange the trajectory of somebody. Anajua ya kwamba mtoto when somebody has a great destiny, when a child has a great destiny, anapanga yule mtoto akufe. Angalia wakati wa Musa, na because Moses was changing a trajectory of a whole nation. He was changing a whole generation. Moses was changing a generation. Kukapangwa watoto wote chini ya miaka miwili waweze na kuuawa. Because Moses, God knew the devil and God knew Moses was changing the trajectory of a generation. Check wakati wa Kristo. Wakati Kristo alikuwa anazaliwa, what happened again? Watoto wote chini ya miaka miwili, Herode akasema nini? Wote wauawe. Why? Kwa sababu anajua when Jesus comes, he's going to change the trajectory of an entire generation. Moses akaamua, the choice that Moses made, akasema sitaki kuwa Farao kama kwa sababu mtoto wa Farao, but I want to serve my people. Jesus akiwa pale jangwani, alipotoka jangwani, alikutana na shetani, akamjaribu mara ya kwanza, akamwambia ya kwamba badilisha mikate, mara ile mikate, akasema ya kwamba sio mkate unafanya mtu aishi. In essence, hata nikibadilisha ile mara ile mikate, bado mimi ni mwana wa Mungu. Nikosa kubadilisha, mimi ni mwana wa Mungu. So yes, what am I trying to say? Jesus waamuzi alifanya kwa sababu alikuwa anagojewa afanye waamuzi na akaweze to change the trajectory of the kingdom of God here on earth. That made a decision, that changed the entire kingdom of God here on earth. And what happened? The devil came and ruled the whole world. But when Jesus came, he made that decision and said, enough is enough. The devil is a liar. Hatatawala tena. Wakati wake umefika mwisho. Akasema ya kwamba it is over. Bwana asifiwe. My. Akasema it is over. Kwa sababu Kristo alisema ya kwamba nimeshinda kaburi na nimeshinda mauti. Na sasa kile najua, ile mwanzo nimeanza kwa sababu niliamua sitatumikia shetani. Akabadilisha kwa sababu najua kuna mambo matatu yanafanya mwanadamu aweze kupiga uamuzi wa kuondokea Bwana ama ya kusimama kwa Bwana. Jambo la kwanza ni kwa sababu ya toba. Akamwambia kwa sababu unajua uko na njaa, badilisha moyo mikate, kwa sababu anajua watu wengi wataenda jehanamu kwa sababu ya tubu. Madhani ya Joshua. Amen. Yes. Yes. Hata watu wale walikuwa pale jangwani, the Bible says, walianza kunung'unika kwa Musa kwa sababu ya nini? Tubo. Walikuwa wanasema ya kwamba in the land of Misri tulikuwa tunakula malenge, tulikuwa tunakula nini? Walikuwa wanasema wanakula nyama katika ile nchi. Na dego is very common food in the dry country. Ndio walikuwa wanasema ya kwamba basi sasa umetuleta jangwani tukufia hapa. Kwa hivyo wao, Mungu wao alikuwa tubo. Na Kristo anasema akasema ya kwamba not blessing mkate unafanya mtu aishi, but by every word that proceeded from the mouth of God. Number 2,
akamchukua na akampeleka mahala juu sana. The next thing inafanya mtu akaweza kupiga uamuzi wa kuondokea Mungu ni mali na utajiri. A good car, a good house, a fat bank account. Na akamchukua akampeleka juu kwa mlima na akamwambia kwamba basi angalia, ukiniinamia zile vitu zote nitakupea. Naye Kristo akamwambia kwamba hata ile kuinamia mtu mwingine ni Mungu aishie milele. Bwana asifiwe. Ni wengi wameinamia pesa, ni wengi wameinamia mali, ni wengi wameinamia fedha, ni wengi wamecompromise their godly foundation because of finances. They are compromised their bodies because of money. They are compromised their families because of money. They are compromised their marriage because of money. They are compromised their children because of money. Bwana asifiwe. Maana mtu anayokitaka kutajirika, unamtoa mtoto wako mzaliwa wa kwanza na akaweza kuwa dhabihu. Naona mtu amemtoa kwa sababu gani? The choices have consequences and is determined by the level of revelation. It is determined. Some choices have a irreversible. Nikasema ya kwanza, mtoto anachukua mateka kabla azaliwe. Wanakilia the great destiny. Shetani amfuata azaliwe kutoka mahali pale. Sasa mwana amezaliwa na anaweza kukomaa. The next step anajua ya kwamba ni wapi nitamshikia, anaenda na mgoja wakati wa doa. Kwa sababu anajua when I connect so and so, the destiny of this person is over. When I connect so and so, their destiny is consumed. When I, oh my, Bwana asifiwe. It is a tough choice. It is a tough choice to be extremely careful, to be extremely cautious. Kwa sababu anajua you can take any career, but when you have your foundation is correct with God, that career cannot change you. You can take anything that you can have all the resources in the world, but if your relationship with God is right, then you can be able to control the finances, you can be able to control the resources. But when you get the wrong partner in marriage, oh my, it is a thorn in the flesh. When you go to heaven, tuuliza Samson kama tutamkuta Edomu atakuwa, tumuulize Samson kama angezaliwa tena hapa duniani, kana kwamba angekutana na Delila, kama Delila kama angekuwepo, kana kwamba angeoleka kwake, kwa sababu alijua ya kwamba tukikutana tukienda huko mbinguni tutakuta uamuzi ulifanya na Solomon kwa wanawake 700. Tuweze tumuulize ya kwamba kana kwamba angerudi duniani, kana kwamba angeoa, kwa sababu wakati alikuwa anaandika in the book of Ecclesiastes alikuwa anasema hakika kana kwamba ningejua, alikuwa anasema it is vanity of vanity, kwa sababu alichagua na kuelewa. He made the wrong choice and he took a wrong trajectory. Oh my, the choice that was made by Solomon made God to split the kingdom of Israel, to have the Israel kingdom and the Judah kingdom. The choices he made immediately after Solomon died. Solomon kufa hivi, ufalme ukawanyika mara mbili, ukakuwa Israeli, ufalme wa Israeli, na ukakuwa ufalme wa Juda. Juda alikuwa Juda na Benjamin wakaenda kando, lakini watoto wale wengine 10 wakatengeneza ufalme wa Israeli. Kwa sababu gani? Solomon made a choice that made an irreversible, my God, an irreversible. Now how irreversible it was a serious matter, kwa sababu kutoka wakati wa Solomon all the way to the time of the collapse of the Israel kingdom, hawakuwa kurudi pamoja. Walikuwa wanakaa ufalme wa Israeli na ufalme wa Yuda kando na kando, kwa sababu the choices they made, it was irreversible. Even during family, during marriage, the choices we made, they determine our floating or our sinking. So it requires a lot of understanding, a lot of, we must have something called spiritual marital destiny. Somebody who does not have a spiritual marital destiny, you just marry anybody or get in relationship with anybody. But when you realize that, when you understand that my destiny is more
is greater than my marriage. That's the time you wake up and say, no, I have to be sober, brethren. I have to be sober so that I don't invoke or I don't change the trajectory of my life. Angalia Daudi kwa kuchukua tu bibi ya Uria, he changed the trajectory of his life, a permanent and a total trajectory of entire generation. Kwa sababu alichukua bibi ya Daudi, akachukua bibi ya Nabali, akachukua bibi ya Uria, naye Solomon mtoto wake akaongeza wakakuwa 300 au 1,000 wale wamenakiliwa. Why changing and change a choice that changed the trajectory of a generation permanently and forever until the coming of Jesus Christ. And one of the choices that makes a trajectory in our families permanently and forever is a choice of marriage. Is a choice of marriage. I can assure you, if you run in the wrong marriage, it changes a trajectory. You are supposed to get a kid called Samuel, and you are getting a kid called John. Another thing that we got to realize, when we make choices determines our destiny. Choices determines our destiny. Yaani ule uamuzi ninaofanya it determine. I don't know the Kiswahili word, it do what? Uamuzi ninaofanya inanielekeza mahala ninafika. Hatima yangu. It determines my destiny. Uamuzi unanielekeza katika hatima yangu. The choice I make, it determines my destiny. Tumishi wa Bwana akiwa pale jangwani, Moses aliitwa na Mungu. Na wakati aliitwa na Mungu, alikuwa ameambiwa hili neno: Musa, utoe Wanaisraeli kutoka nchi ya Misri uwapeleke nchi ya nini? Ya Kanaani. In Exodus 32, wakati walienda kwenye mlima na wakateremka wakakuta wakiabudu ng'ombe, Musa alikasirika na akaenda akavunja zile amri 10, akaziangusha zikavunjika. Na wakati zilivunjika, that is from that continuously. Exodus. Let's go to Exodus. The book of Exodus. Let's go to the book of Exodus. In Exodus 23, in Exodus 20, Exodus 20 hapo ndio tunaona amepatiwa amri 10. Exodus 20, nasema so Moses went out to the school and spoke to them, and then said all what the Lord has spoken to him. But now in verse 24 it says, an altar of iron you shall make unto me, and you shall sacrifice on your burnt offering and your peace offering for your sheep and your oxen in every place where I when my name I come to you and I bless you. And if you make me an altar of stone, you shall not build it on hill stone. For if you use your tools on it, you have profaned it. Now shall you go up by step my altar, then that your nakedness may be exposed.
Hapa ni wakati alipatiwa the Ten Commandments, na wakati nao aliteremka. Wakati aliteremka ndio sasa akakuta wameabudu miungu zingine, na hapo ndio sasa Musa akaona ya kwamba basi tunapokosa kuandamana na Mungu, it is in Exodus 32. Exodus 2. Now when the people saw that Moses' dread come down, waliona Musa amekawia kuja. Exodus 32. The choices that we make, they determine our destiny. The destiny of Moses was in the land of Canaan. That was clear in his mind. It was clear in his mind. Si watoi niwapeleke jangwani, na hii safari ni ya 40 days. It is not 4 years, it is 40 days. But what happened? Wakati alitoka kwenye mlima, Joshua akaambiwa, ni sauti gani ninayosikia? What happened? So now, verse 2. Then Aaron said, break of me the golden hand which you are in your ears, and your wives, your sons, and your daughters, and bring them to me. So all the people broke off the golden earrings which were in their ears, and brought them to Aaron. And he saved them, he received the gold and their lamp, and he fashioned it, and he engraved tool, and made a molten calf. Then they said, this is our God of Israel, the God of Israel, that brought out of the land of Egypt. So when Aaron saw, he built an altar before it, and Aaron made a proclamation, said, tomorrow is the feast of the Lord. Then they rose early on the next day, offered burnt offering, and brought peace offering, and the people sat down to eat and drink, and rose up to pray. And the Lord said to Moses, go get down, for your people whom you brought out of the land of Egypt have corrupted themselves. They have turned aside quickly. They have made a choice and turned out of my way, which I commanded them. They have made themselves a molten calf and worshipped it and sacrificed it and said, this is your God of Israel, who brought you out of the land of Egypt. And then the Lord said to Moses, I have seen these people, and indeed they are still next people. Now let me alone, that my Lord may burn not against them, that I may consume them, and I will make of you a great nation. Then Moses pleaded with the Lord a choice again. Hawa wameamua kuondokea Mungu wa ukweli kwa uamuzi, kwa sababu anasema we don't know what happened to this man called Moses. The last one chapter 1 says, and they said, come, make us that go before us. For as for this Moses, the man who brought us out of the land of Egypt, we don't know what that happened to him. That is what they are saying in chapter verse 1, chapter 2:1. Because they have made a choice kuondokea Mungu. Na Mungu ameamua akiwa juu mbinguni, Musa, ondoka katikati yao, nikuhubiri wengine, upeleke imani. No, that is exactly what happened in the times. That was what happened in the times of Noah. Is it? Yeah. Noah, Mungu anafanya hii mara ya kwanza. This was the second time alifanya hivyo. In any case ndio alifanya wakati wa Abraham. Akasahau watu wale wengine wote na kwa wale watu wageni. Akasahau wale wote. Hatuna mahali tumenakiwa watu wengine. Tunaambiwa kuhusu Abraham and relationship yake. Kutoka Genesis 12 kuendelea the entire Bible, there is nowhere else tumeambiwa kulikuwa na watu wengine dunia. Sasa amefanya tena hapa, anaambia Musa, ondokea hawa watu nikuhubiri wengine. Na wakati Musa made a choice, akaambiwa hata na wewe do not make the land of Canaan. Utaiona kwa ubaya, lakini utafika mahali pale. Choices have destiny. Choices have destiny. Bwana asifiwe. Tujiulize zile uamuzi tunazofanya. Tunaweza kufanya uamuzi kwa sababu my selfish desire.
Imagine making a choice because of my selfish desire, for my own pressure, a short-term pressure, a short-term gain, kwa masaa machache, kwa dakika chache, kwa wiki chache, kwa miaka chache, kwa sababu naona ya kwamba badala ya kwenda kungojea yule atanioa, nikaweze kutafuta mniibe Bwana yeye mwenyewe, kwa badala ningojee njia za Mungu zipite na jitengenezea njia zangu, badala nilipe kodi ya serikali ninakosa kulipa, badala nifanye vitu kwa njia ya halali nafanya njia ya chenga. What happens? They have destiny. I've already declared a destiny to my family. I already declared destiny to my family. I already declared destiny to my life. I already declared destiny to my generation. Oh my, hata Samsoni hatuambii kana kwamba alikuwa na watoto na yeye akafika mwisho wake ulifika mahala pale. Kwa sababu gani? Choices have a destiny. Hiyo njia umepita, hiyo njia umepita ya kutongojea Mungu, hiyo njia umepita ya kutotumainia Mungu, hiyo njia umepita ya kutozingatia neno la Bwana linatuelekeza jehanamu. Lakini tukigojea Bwana, tukifuata neno la Bwana, tukitii neno la Bwana, hiyo njia yatuelekeza katika hatima yale Bwana ameandaa kwa ajili na kwa sababu ya maisha yetu. Destiny, our destiny is determined by the kind of choices I make in my life. Bwana asifiwe. Most likely kuna wanasema ya kwamba maisha tunayoishi si kwa sababu ya shetani, si kwa sababu ya mapepo, si kwa sababu ya waganga. Oh my, unajua sasa watu wote everyone sio unaogopa na nani? Sio unafanya na nini? Hapana. Over 80% ya haya maisha tunayopitia katika maisha, it is determined by the kind of choices that I make. Bwana asifiwe. Because ukichukua Bwana ya wenyewe, hata ukiacha kusema unarogwa, tayari on the wrong footing. Hata ukifanya deliverance mara ngapi, hallelujah. Hata ukifanya nini, tayari on the wrong footing. Uko mahala hustahili kuwa, na usigojee Mungu mahala pale, kwa sababu huwezi kuingia kwa shetani na ukae mahala pale na muwe na agano na shetani halafu acha kulelia Mungu hata kuondoa mahala pale, because you made a choice to be there. Bwana asifiwe. Most of the things that we are going to life, even as a nation, the nation of Kenya, the choices that we make, the choices, the kind of leaders, the choice we make when we are electing leaders, are the kind of life we live. Hivyo maisha tunayoishi, tunawachagua viongozi, badala ya kuendelea pale kusaidia taifa la Kenya, wanaenda pale kufanya ufisadi, kujitajirisha, na wanakuja wanatuambia wako na sisi wakati wa uchaguzi, lakini wakati umeingia ufisadi unaanza kuanzia center, bottom, right, left, Tom, Dick and Harry. Kwa sababu gani? The kind of choices hatukungojea Mungu atuambie ni fulani, twajiongoza kwa sababu ametupea pesa, twajiongoza kwa sababu ametufanyia mambo madogo. Na what is the end result? Tunapata kiongozi si yule Mungu ameleta pale, and what happens? Anaikia mahala pale, badala aleta mabadiliko, yeye chia anachebadilisha for a short term gain. Kenya must go back to the drawing board so that we can be able to understand what is the purposes of God when it comes during the election. What is the will of the Father according to this nation who understands the blueprint of the development of this country, so that we can go back and make this country a great again. Because country we started with, like Malaysia and most of the 5 countries, they were far poorer than us, but today they are the second world countries. We are still that world countries. Not that because we don't have resources, we have all the resources, we have all the raw material, but what happens? We export them and then we buy them back at triple price. Why? Because the leaders we elect, the choices we make determines the kind of life you're going to live here on the world and the kind of legacy you can leave behind. Bwana asifiwe. The kind of choices we make determines the kind of life and live here on earth and the kind of legacy and leave behind. Bwana asifiwe. Now somebody is so rich, but when he dies, because of the choices he made, the whole wealth
is destroyed. Why? Choices determine the kind of legacy that we're gonna leave behind. Moses, verse 11, that 11 Bible says, then Moses pleaded with the Lord. He's gonna say, Lord, why does your Lord burn hot against your people, whom you have brought out of the land of Egypt, with great power and with mighty hand, fighting the Egyptians, speak and say, you brought them out of Hamdema to kill them in the mountains and to consume them from the face of the earth. Turn from your fierce murder and rent from this hand to your people. Remember Abraham, Isaac, and Israel, your servant, to whom you saw by your own self, and say to them, I multiply your descendants, and as the stars of the heaven, and all this land that I have spoken, I give birth to you. He said unto them, they shall be invited forever. Verse 17. And when Joshua heard the noise of the people, they shouted and said, there is noise of war in the camp. And he said, it is not the noise of the shout of victory, nor the noise of the cry of the defeater, but it is the sound of singing here. So it was. As soon as he came near the camp and saw the calf dancing, so much anger became hot, and he cast the tablets out of his hand and broke for them at the foot of the mountain. Then he took the calf which they had made, burnt it with fire, and ground it to powder, and scattered it to the water, and with the children to drink it. And Moses said to Aaron, what did these people do to you, that you have brought so great sin upon them? So Aaron said, do not let their anger on my Lord became hot. You know the people, that they are set on evil. They have said me, oh my. That's what Moses is trying to explain. Destiny is determined by the kind of choices that you make. If you go to the book of Numbers 14:24, utaona ya kwamba walituma watu 12 waende wapi? Waende wakaangalie nchi ya Kanaani. Na wale 10, it so happens again. It so happens again. There were 10, 12. It was 10 verses 2. Even when Solomon, when the whole kingdom was split into 2, it was 10 verses 2. Now it is again 10 verses 2. So Joshua and Caleb, because they had a different kind of spirit, it determined their destiny. They were not all the others. When they followed Aaron, when they followed the 10 people, they all died in the wilderness, except only Joshua and Caleb. Why? Because they made choices in accordance to the purposes of God. Walifanya uamuzi kulingana na mapendeleo na kulingana na mapenzi ya Mungu. In fact, would rather not make a choice. Tafadhali mkae bila kupiga uamuzi, kwa sababu unajua ya kwamba ule uamuzi naofanya ninapoingia katika ndoa, ule uamuzi naofanya ninapoingia katika familia, hii uamuzi itanifuata mpaka uzao wangu, mpaka Kristo aweze na kurudi. Kwa hiyo would rather be very sure, ugoje mpaka you are sure kile kitendo unaotenda Mungu ako pamoja na wewe, kwa sababu unapotenda pasipo na Mungu pamoja na wewe, kile kinachokufuata na kuambia ya kwamba kinabadilisha hatima ya uzao wako, hatima ya generation yako, hatima mpaka Kristo anarudi. Because choices have destiny. Walipo wanasema ya kwamba hapana, we are well able kuweza kupiga Wakanani na kuweza kuingia mahali pale, na wakati waliweza kufanya hivyo, basi waliweza na kuingia mahali pale, kwa sababu walielewa na wanajua yule Mungu anayefuata ni Mungu aliye na nguvu. Another thing tutakuwa na kuelewa ya kwamba our understanding determines the kind of choices that we make. Kuelewa kwetu kwa Mungu, our perception, our understanding of godly values of God determines the kind of choices we make. Our choices are determined by understanding of the will of the Father. Pasipo na kuelewa
If we're going to make a choice that's going to change our generation, that's going to change our lifestyle, that's going to change our behavior, then we must have to understand that the kind of choices are determined by our understanding of the will of God upon our lives. If we do not understand what is the will upon our lives, I'll just make a doctor. Instead of being a doctor, I'll be a pilot. Instead of being a nurse, I want to be a banker. Instead of this, I want to be that. Instead of being a servant, I want to be a computer manager. But when I understand what is the will of the Father is, then the kind of choices that I make, then they are anchored in the will of the Father. There is a God who hears all our prayers. Yes, there is a God who answers. There is a God in heaven who hears all of our prayers. Oh, there is a God in heaven who answers all of our prayers. Whenever we pray, He hears and He answers. Whenever we pray, He hears all of our prayers. Yes, He hears. He sees all that is hidden in secret. He hears you when you call. Keep calling Him, He will answer you. Oh, hallelujah. Yupo Mungu mbinguni, asikie